Na mtazamaji, tumerejea tena. Nina imani kabisa umeweza kubarikiwa na kwaya hii ya AIC kutoka kule Dar es Salaam, kwa namna jinsi ambavyo wanamtumikia Bwana kwa sauti nzuri na vipawa ambavyo ameweza kuwapatia. Na ulivyokuwa ukiotazama, wale ni wachache tu ambao tuliweza kuwa nao na kupata mawili matatu kutoka kwao, lakini pia ni kwaya kubwa na Kongo kweli kweli hapa nchini Tanzania. Uimbaji kwa kweli imekuwa ni sehemu kubwa sana katika jukwaa letu hili kuweza kubarikiwa na kupata burudani kwa kile ambacho Mungu ameweza kutubariki kuwa nacho sisi hapa. Nina imani kabisa umeendelea kubarikiwa na umeendelea kuwa na faraja na fanaka tele katika maisha yako, katika kufunga mwaka huu wa 2025 kuelekea kufungua milango mingine ya baraka katika mwaka 2026. Leo tunatazama, umetazama wakongwe hao, lakini kwa sasa nikupeleke sasa mbali kidogo kwenda kumsikiliza mwimbaji mkongwe kabisa wa nyimbo za Injili hapa Tanzania, na huyu si mwingine na Afrika kabisa kwa ujumla, si mwingine ni Ambwene Mwasongwe. Huyu leo tunaenda kutazama ujumbe na shuhuda mbalimbali ambazo Mungu ameweza kumtendea, kuweza kushare nasi ama kushiriki nasi kwa kile ambacho Mungu ameweza kumbariki. Lakini ninakusihi nawe pia, na imani unatamani na una shauku kusema chochote ama kutupa ushuhuda na wewe ambao Mungu amekufanyia kwa mwaka huu 2025. Unaweza ukashiriki nasi kupitia nambari za simu ambazo unazitazama hapo kwenye television yako. Ni 0693916497, namba hiyo ambayo itakufanya wewe uweze kuwa nasi na kupata kila ambacho Mungu amekubariki. Tuma ushuhuda wako kwa njia ya SMS, nasi pia tutausoma na ili kuwabariki watu wengine. Twende sasa tukamsikilize Ambwene Mwasongwe kwa kila ambacho anaenda kutubariki kwa sasa, na baada hapo tutarejea tena. Kuna mengi ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Shalom. Naitwa Ambwene Mwasongwe. Niko hapa kumshukuru Mungu kwa mwaka 2025 kwa yale ambayo Mungu amefanya. Kila nikigeuka nyuma na kutazama huduma yangu, napata neno kubwa la kumshukuru Mungu kwamba asante kwa sababu amenipa nafasi ya kuwahudumia watu kwa njia ya uimbaji. Amenipa nafasi ya kuwahudumia watu kwa huduma mbalimbali ambazo zimekuwa baraka, na ninapoona watu wanabarikiwa, wanainuliwa na wanasonga mbele, mimi sina maneno zaidi ya kusema asante kwa Mungu. Naelewa kila mwaka una somo lake, na mwaka 2025 nimejifunza, na mambo mbalimbali tunayojifunza ni kujua pia kwamba unapohudumia watu lazima pia uwe sensitive enough kujua kwamba wanavyokutazama sio tu wanafuata unachokisema, wanafuata pia unavyoishi. Kwa hiyo ukionekana kama umecompromise baadhi ya standard, unakuwa unawavunja moyo na kuwarudisha nyuma. Hilo nimeliona kwa mwaka 2025, na nafikiri linatupa mwanga mzuri sana wa kusimama kama watumishi au watu ambao tuko mstari wa mbele, na kujua hawa watu wanaotufuata hawaishi kwenye maneno. Wakiishia kwenye maneno, huwa wanageuka kwenye maisha na matendo, kulinganisha kati ya maneno na matendo yetu kama vinaenda sawa. Hilo ni somo kubwa sana ambalo kila mmoja anaweza kalichukua na kujifunza na kuwekeza kwenye hili eneo. Kuhusu nyimbo zilizogusa watu, ombi langu bado ni wimbo unafanya vizuri, lakini 2025 naweza nikasema kuna wimbo nimeachilia. Wimbo Mungu alinipa baada ya rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa amekaa kwenye uchumba kwa muda mrefu, na ametumaini na kutegemea tawana na binti, lakini ghafla mambo yakaenda tofauti, na akakaa kwa muda mrefu moyo wake ukiwa hauwezi ukaachilia.
na matokeo yake mambo mengi kwenye maisha yake yakawa yanakwama kwa sababu hawezi kuachilia. Nilihusika kumtia moyo, kumfariji na kumwambia maneno ya Mungu, na akapata nguvu ya kusimama, na alipoachilia akapata uponyaji. Basi nikaweka yale maneno kwenye nyimbo, na mojawapo ya maneno nayokumbuka nilimshauri, nayokumbuka nimwambia, sio kila kinachokuja kwako ni chako, lakini sio kila kitu tunachopoteza pia kinakuwa chetu au kinakuwa chako. Vingine wakati mwingine Mungu anaviondoa, ambapo mioyo yetu badala ya kumpa Mungu tunawapa watu. Mungu ndiye mwalimu mzuri wa mahusiano. Kwa hiyo tukiwa na uhusiano na Mungu, mahusiano mengine yote yanakuwa rahisi kwenda. Sasa kosa tunalofanya ni pale tunapoanzisha mahusiano nje ya Mungu, alafu tunaumizwa, tunakosa cha kufanya. Na Mungu haonagi hasara kuondoa mahusiano yasiyofaa ili kurejesha mahusiano ya mtu na Mungu. Kwa hiyo ndugu alitiwa moyo na maneno, na nikawa nimenukuu andiko kutoka waraka wa Yohana anaposema, walitoka kwetu, hawakuwa wa kwetu, na kama wangekuwa wetu wangelikaa nasi, lakini walifunuliwa ili tujue kwamba sio wote tulio nao upande wetu ni wa kwetu. Kwa hiyo kwangu mimi wimbo nimeachilia umefanya vizuri, wimbo Ombi Langu umefanya vizuri, wimbo Picha ya Pili umefanya vizuri, na hizi nyimbo zote zimekuwa na msaada na baraka kubwa kwa jamii. Shuhuda mbalimbali nilizopokea ndio kama hizo za watu ambao walivunjwa moyo, walikuwa na misiba, walikuwa na uchungu, maumivu katika familia, mahusiano, lakini wametiwa moyo na nyimbo na wameweza kusonga mbele. Nafikiri nyimbo zangu karibu zote zimekuwa zikiwafariji watu na kuwatia moyo. Mpaka leo bado watu, wimbo kama Majaribu ni Mtaji ambao miaka 20 iliyopita unawatia moyo watu. Nyimbo za shuhuda kama Misuri ya Imani, Upendo wa Kweli, Tangulia Mbele, nyimbo ambazo zimekuwa na faraja na zimewajenga watu. Nyimbo kama Wimbo wa Ndoa, zote hizi zimekuwa baraka sana. Changamoto huwa hazikosekani, changamoto zipo, lakini Mungu anatupa kushinda na zaidi ya kushinda, na wala sitakagi kuzijadili hivyo, kwa sababu kazi yetu yenyewe ni kazi ambayo tunapaswa kushinda katikati ya changamoto. Ndio maana nimeimba Majaribu ni Mtaji. Ni moja ya kitu tukitarajiwa na tutaendelea kutarajia na zitaendelea kuwepo, na Mungu ataendelea kutupa akili, na anatupa akili ya kuzitatua, kuzikabili, na mwisho wa siku tunafanikiwa. Kwa hiyo siwezi kuwa specific kutaja changamoto moja moja. Kila siku changamoto zipo na tushazizoea na hazitusumbui, na tunazitumia kama ngazi ya kufika kwenye mafanikio yetu. Kuchoka kupo, lakini huwa tunachokaga mwili. Kuchoka kubaya kuliko kote ni kuchoka roho, na nashukuru Mungu ndani hakujawahi kuchoka. Na naungana na maneno ya Paulo anayosema, utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wa ndani tunafanywa upya kila siku. Kwa hiyo kuchoka kupo, mwili unachoka, safari nyingi, huduma nyingi, lakini kuchoka ndani hakupo. Na kwa sababu utu wa ndani unapokuwa vizuri, basi hatulegei. Tunatwezwa, tunaanguka, tunalala chini, tunakuwa kama tamasha la dunia, lakini hatulegei kwa sababu Mungu anatusaidia. Matarajio kwa mwaka mpya ni kuendelea kumtumikia Mungu kwa viwango. Najua nyakati zinabadilika, mitazamo inabadilika, watu wanabadilika. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Na mimi kama mtu mwenye malengo, mmoja wa malengo ni kumtumikia Mungu kwa viwango zaidi, kwa bidii zaidi, kwa kasi zaidi na kwa upana zaidi.
Kwa naamini kwa mwaka unaokuja, kwa neema ya Mungu akitujalia na kutupa neema ya uhai, uzima, afya na kibali na usalama, tutaendelea kumtumikia Mungu. Na Mungu ni mwaminifu. Naamini kazi yake ataisimamia na atatuwezesha. Hatutumiki kwa sababu tuna uwezo, ila Mungu anatupa uwezo wa kutumika. Hatutumiki kwa sababu tuna sifa, ila Mungu anatustahilisha kwa neema kutumika. Kwa Mungu awabariki sana. Heri ya mwaka mpya, na namwombea kila mmoja anayetazama, Mungu ampe mwaka mzuri, mwaka wa baraka na mafanikio, mwaka usiwe wa huzuni, usiwe wa machozi, usiwe wa kushindwa, usiwe wa hasara, usiwe wa mauti na vifo, usiwe na ajali wala ulemavu wote. Na kwa jina la Yesu ninawaombea wote, nikiamini Mungu atawatendea mema sawa sawa na uaminifu wake. Amen. Barikiwa sana. Usikose kutazama